lisifiwe na lisifiwe tena, na baada ya kulisifu tena tulisifu zaidi. Kwa sababu hakuna anayestahili ila yeye, kwa sababu hakuna wa kusifiwa ila yeye, kwa sababu amejionyesha kwamba yeye ni mwana wa Mungu, kwa sababu amedhihirisha kwamba yeye ni Mungu aliyezaliwa. Na kwa hiyo basi, kwa sababu amejitoa kama dhabihu safi ya dhambi, ili yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele, na amejishindia watu, na ndio amekuja hapa kuwaokota watu wake, na anawaita watu wake kupitia hii injili yake ambayo inatangazwa ulimwenguni kote, si majengo peke yake. Injili hii ilianza katika mji wa Yerusalemu, likatangazwa pale na likazaa matunda, likatangazwa Kolosa, likatangazwa Thessalonike, likatangazwa Laodicea, likatangazwa kote kote ulimwenguni na likazaa matunda, na likatangazwa hapa Kenya, likatangazwa Nairobi, likatangazwa Wasamburu, likatangazwa Turukana, na siku ya leo inatangazwa hapa Machengo. Na wacha nikueleze kitu kimoja kuhusu Injili. Inaposonga katika kipawa cha Roho Mtakatifu, inapotangazwa hii Injili inazaa matunda. Inapotangazwa hii Injili inaangusha uongo. Hiyo ndio track record yake, hiyo ndio historia yake. Hii Injili iko na historia, iko na kazi, iko na kipawa. Hii Injili haifanyangi kazi bure, haitangazwangwi bure. Injili haitangazwangwi bure. Injili inapotangazwa inazaa matunda, kwa sababu Yesu Kristo alinunua watu na damu yake, kwa sababu Yesu Kristo alikomboa watu na damu yake. Wataitwa kivipi? Watamwamini kivipi kama hawatasikia kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili yao? Watakuja kumwamini kivipi kama hawatasikia kwamba alishuka kutoka mbinguni, kutoka kwa Baba yake, akachukua mwili kwa ajili yao? Wataamini kivipi hadi wasikie kwamba Yesu Kristo alijitoa akatandikwa viboko, kwamba Yesu Kristo alijitoa akadungwa misumari kwa ajili yao? Wataamini kivipi? Watajua kivipi? Hadi tutangaze. Tunapotangaza kazi inafanyika hapa. Tunapotangaza Roho Mtakatifu yuasonga hapa. Tunapotangaza wanyonge wanasikia. Tunapotangaza waongo wanasikia pia na wanatetemeka. Wenye dhambi wanasikia pia, wanagundua hukumu ambayo iko juu ya kichwa chao na wanakasirika, na wanataka kutupiga. Hii Injili inapotangazwa, kuna njia ambayo Mungu anaichukua na anaongea na kila ambaye anasikia, anamwonyesha, mimi ninakutambua. Mimi aliyeandika haya maneno anakuongea na wewe kupitia Injili yake, anakuonyesha, ninakujua hadi katika kiini cha roho yako. Hakuna chochote unachofanya, hakuna chochote unachowaza, unachopanga ambacho ni siri kwangu. Hakuna chochote ufanyacho ambacho ni siri kwangu. Mimi ninakuhukumu, mimi ninakujua, hadi kusudi lako ninakujua, hadi mipango yako ninaijua. Mimi ninakutambua inside out, na ninakwambia wokovu wako wewe mwenye dhambi, wewe si katika sala zako, si katika kufunga kwako, au juhudi yoyote ambayo unafanya, au matendo yoyote ambayo unafanya hayatakuokoa. Ninakujua na ninakufunulia kwamba ninakujua kwamba kitu kitakuokoa peke na peke yake ni damu ya mwana wangu Yesu Kristo aliyoitoa pale msalabani. Damu ya mwana wangu peke na peke yake anakuhakikishia.
na tukusomea leo kitabu cha Mathayo mlango wa 20 mstari wa 29 hadi 34, na inasema, Yesu na wanafunzi wake walipokuwa wakiondoka Yeriko, umati mkubwa wa watu ulimfuata. Vipofu wawili walikuwa wameketi kando ya barabara. Waliposikia kwamba Yesu alikuwa anapita, wakapiga kelele wakisema, Bwana, Mwana wa Daudi, tuhurumie. Ule umati wa watu ukawakemea na kuwaambia wanyamaze, lakini wao wakazidi kupaza sauti wakisema, Bwana, Mwana wa Daudi, tuhurumie. Yesu akasimama na kuwaita, akawauliza, mnataka niwafanyie nini? Wakamjibu, Bwana, tunataka kuona. I love this blind man. I love this blind man. Napenda hawa vipofu sana. Yesu akawahurumia na kuwagusa macho yao, mara macho yao yakapata kuona, nao wakamfuata. Neno la Mungu limetunzwa ili wewe upate kuisikia, na neno la Mungu linakueleza kuhusu hawa vipofu wawili. Hawa vipofu wawili ni vipofu mafukara, ni vipofu wa barabarani, ni vipofu wasio na mbele wala nyuma, ni vipofu wanaotegemea usaidizi wa Mungu, ni vipofu ambao wanategemea usaidizi wa binadamu. Wako pale hawana tumaini lolote, hawana chochote, hawawezi fanya kazi, ni kuombaomba tu ndio imewabakia kufanya. Hawana kitu cha kufanya kingine, ni kukaa barabarani na kuombaomba, hawana kingine cha kufanya. Upofu wao umewapeleka hapo, na hadithi yao tunamwona pia Yesu Kristo pale. Na tukumbuke kwamba Yesu Kristo amesema katika maneno yake kwamba hakuna yeyote ambaye anamjua Mungu, lakini mwana pekee wa Mungu ambaye alikuwa pale ubavuni mwa Baba ndiye ambaye anamfunua. Hakuna mtu mwingine atakufunza kuhusu Mungu ila huyu Yesu mwana wa Mungu. Yesu mwenyewe anahakikisha haya, anasema hakuna yeyote anamjua Mungu ila mimi mwana wa Mungu nimeona sura yake, na ninawahakikishia mimi na mimi peke yake ndiye ambaye ninaweza kukufunulia ukweli wa Mungu. Mimi na mimi peke yake ndiye ambaye ninaweza kukufunulia roho ya Mungu. Anasema mimi nimezaliwa mimi ili nikuje nishuhudie ukweli. Wale ambao wanapenda ukweli, wale ambao wanafuata ukweli, wanasikia sauti yangu. Wale ambao hawasikii sauti yangu ni kwa sababu wanapenda uongo. Yesu Kristo anahakikisha haya. Kwa hivyo tunataka tuone jinsi ambavyo Yesu Kristo anatufunulia roho ya Mungu katika hadithi hii. Tunaona kwamba Yesu Kristo anafanya maajabu kama baba yake tu, anafanya maajabu. Mungu ni wa maajabu, Mungu ni wa maajabu. Huu ulimwengu wenyewe ni maajabu, mwili wako wenyewe ni maajabu, maisha yenyewe ni maajabu, nyota zenyewe ni maajabu, wanyama wenyewe ni maajabu, misimu na nyakati zote ni maajabu. Kazi ya Mungu ni ya kustaajabisha. Kwa hivyo Bwana pia anakuhakikishia, kwa sababu yeye pia yafanya maajabu. Kasikia wapi wewe kuhusu mtu ambaye anafunua watu vipofu macho? Kasikia wapi wewe? Kasikia wapi maneno kama haya? Nani kakaa chini kakaandika habari kama hiyo? Wengine wanadanganywa, wanaambiwa kwamba maneno ya Yesu yametungwa. Haya basi, nani akakaa chini katunga hadithi kama hii? Maya ametunga hadithi kama hii? Akili yake basi lazima iwe ni akili ya kiungu, na Mungu hadanganyi. Mungu hadanganyi.
Yesu Kristo alitembea ulimwenguni huu, na alipotembea ulimwenguni huu aliponya vipofu, alifungua macho ya viziwi, masikio, alifufua hata wafu walikuwa wanatolewa makaburini kwao. Unamwita anakuja mazishi yako, yeye hajakuja kuomboleza. Anaomboleza nani? Kwa sababu ya kifo, lakini anaamsha huyo. Anafanya maajabu. Wewe kasikia wapi watu wanafufuliwa kutoka wafu? Kasikia wapi maneno kama hayo? Maneno kama hayo ungetoa wapi? Kwamba Yesu Kristo anafufua wafu. Nani huyo anafufua wafu? Nani huyo anaamrisha maiti? Nani huyo anastaajabisha hivyo? Wacha nikuambie ni nani. Ni mwana wa Mungu, mwana pekee wa Mungu, mwana mzaliwa wa Mungu toka milele hadi milele. Anafanya maajabu, anaponya kimaajabu. Yesu Kristo anaponya. Maajabu yake ni ya kuonesha. Maajabu yake ni anakuja, anajua kuna wengi hapa wanatambua wako na shida ambazo hakuna njia wataweza kuokolewa ila muujiza ufanyike. Kuna ambaye ameshikika katika dhambi na hataweza kutoka hiyo dhambi ila muujiza ufanyike. Kuna yule ambaye ameshikika katika kila aina ya uovu na anatambua hataweza kutoka pingu za hivyo uovu ila muujiza ufanyike. Kwa nini unafikiri Yesu anaponya vipofu? Kwa nini unafikiri anaponya viwete? Kwani ulimwengu unaanguka kwa sababu ya uwete? La hasha, uwete ni ishara ya taabu ya ulimwengu ambayo ni dhambi. Dhambi ndiyo shida kubwa. Dhambi katika roho ya mwanadamu ni ambayo inaua. Dhambi katika roho ya mwanadamu ndio chanzo cha ulemavu. Dhambi katika roho ya mwanadamu ndio chanzo cha magonjwa. Dhambi katika roho ya mwanadamu ndio chanzo cha ile vita na kila kitu cha uovu tunaona katika mafamilia na ulimwengu mzima. Na wengi sana ni watumwa wa dhambi. Ndio maana tunakuletea habari njema. Kuna yule ambaye anaponya kimaajabu na jina lake ni Yesu Kristo. Anakufunulia Mungu. Kumbuka anafanya nini tena? Anajali wanyonge. Yesu Kristo ako na wakati kwa ajili ya wanyonge, ako na wakati kwa ajili ya vipofu. Vipofu wamekaa pale barabarani, kazi yao ni kuomba tu. Wengine wanawaangalia, wanaona kama wao ni mapumbavu. Hata wakati wanamlilia Yesu, wengine wanawaambia nyamaza wewe, nyamaza wewe, unamsumbua Bwana. Lakini Yesu Kristo anafanya nini? Anasema wacha niende kwa huyo kipofu. Unataka nikusaidie nini wewe? Unataka nikusaidie kivipi? Unataka nikufanyie nini? Anajali wanyonge, anajali vipofu, anajali viwete, anajali wenye ukoma, anajali wale ambao wameishi katika dhambi ambazo wakienda kumwambia shehe wake anamwambia hiyo ina msamaha hiyo. Huyo ambaye amefika hiyo kiwango ambayo hiyo dhambi hata hawezi ungama kwa mtu yeyote, kwa sababu ya aibu ambayo imejaa katika roho yake, kwa sababu ya aibu ambayo imejaa katika moyo wake. Huyo ndio tumekujia hapa siku ya leo. Huyo ndio Yesu anajali. Huyo ambaye amefika kiwango ambacho ni mchafu kabisa. Huyo ambaye amefika kiwango ambacho hakuna tumaini kwake. Acha tukwambie, kuna yule ambaye anaponya kimaajabu na jina lake ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wewe ndio tumekujia kakangu. Wewe ambaye umeenda kwa shehe na shehe amekwambia lazima ufanye jambo ambalo wewe mwenyewe unagundua hauna uwezo wa kufanya. Wewe mnyonge, wewe ndio tumekujia. Wewe usiye na nguvu, wewe ndio tumekujia. Wewe mwenye ukoma, wewe ndio tumekujia. Wewe kipofu, wewe ndio tumekujia. Wewe kiwete, wewe ndio tumekujia. Hakuna yule anayeenda Coastal General Makadara ila yule ambaye ako na ugonjwa. Hakuna yule ambaye anapiga na faili
pale kubwa Makadara asubuhi hadi jioni, akipigana na madaktari na wauguzi kama ana mwili moto. Sijui mwili uko moto, joints zinauma, nasikia muscles zinauma. Huyo ndio anapiga laini pale. Yule ambaye anafikiria yuko sawa haumpati pale, yuko hapa ya zurura yauza maembe. Lakini nakuhakikishia yule mwingine amefunga biashara, amepeana watoto wake kwa jirani, ameacha pesa pale, yuko pale yapiga laini. Sasa huyo kiwete ndio tumekujia, huyo mwenye anapiga laini pale anatafuta usaidizi. Yesu Kristo amekukujia hapa siku ya leo na habari njema kwamba anajali vipofu, kwamba anajali wanyonge, kwamba anajali wenye ukoma. Amekukujia wewe siku ya leo, anakusikia ukilia, unasema Bwana, Bwana nihurumie, Bwana nisaidie, Bwana nimejaribu kila kitu nimeshindwa, Bwana nimefunga yangu yote bado mimi msindi, Bwana nimepiga safari hadi Maka bado mimi katili, Bwana nimefunga, Bwana nimegaa zaka, Bwana nimesoma, nimekiri, nimeshika mistari na nimeshika mistari, ninajiona asubuhi hadi jioni, nimejawa na vitisho, sina amani, lakini mimi mgonjwa tu, nitasaidika vipi Bwana? Mimi mchafu mimi mnyonge mimi, nihurumie Bwana. Ni wewe tumekujia, mnyonge wewe. Ni wewe ndio Yesu amekujia. Ni wewe ndio Yesu anasikia ukilia na anakusikia. Ako na wakati wako, anakujali, anasema njooni kwangu wote wenye mizigo, njooni kwangu na wapenda, njooni kwangu usife katika dhambi zako, njooni kwangu usife na mzigo wako, njooni kwangu umejaribu kubeba, najua umechoka, njooni, njoo vaa nira yangu ni nyepesi. Anajali wanyonge. Lakini nataka tuone kitu kingine, kwamba hawa vipofu pia wameona utukufu wa Yesu Kristo. Hawa vipofu ni watu wa kuombaomba pale barabarani, hawajaenda skuli, hawajasoma. Watasoma aje na wao ni vipofu? Wataenda skuli aje na wao ni vipofu? Lakini kulingana na ile kidogo ambao wamesikia, kulingana na ile kidogo ambao wamesomeshwa, wamesikia pale kwenye sinagogi, wamesikia mwalimu akisema kuhusu Masia anayekuja, wamesikia kuhusu Masia ambaye ataitwa mwana wa Daudi, wamesikia kwamba huyu ambaye atakuwa na huruma, huyu ambaye ataponya, huyu ambaye atakuwa na nguvu za Bwana, wamesikia na wakasikia kuhusu huyu Yesu Kristo, wakasema ni huyo anatimiza sheria, ni huyo anatimiza ahadi za mwana wa Daudi, ni huyo ndio mfalme aliyeahidiwa, ni huyo ndio Masihi, ni huyo ndio Mwokozi, ni huyo ndio Kristo. Hawa vipofu wanaona jambo ambalo wasomi hawaoni. Hawa vipofu wanaona jambo ambalo Pharisees and lawyers wameshindwa kuona, kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, kwamba Yesu Kristo ndio Masia, kwamba Yesu Kristo ndio Mwokozi. Wao wanaposikia Masia amepita, wanaposikia Yesu Kristo amepita hapa, wao wanasikia ni Masia amepita, ni mwana wa Daudi amepita, ni huyu mwenye nguvu za kuponya amepita, ni huyu mwenye uwezo wa kuponya amepita, ni huyu ambaye ana uwezo na ana huruma ndio amepita. Lazima atatusikia tukimlilia. Ameahidiwa kwa Israeli, tumlilie atuhurumie, tumlilie atuonye huruma, tumlilie atuneemie, tumlilie aturehemu. Bwana mwana wa Daudi, Bwana mwana wa Daudi, tuhurumie. Bwana mwana wa Daudi, tuhurumie.
Wengine tunahubiri hapa kuhusu Yesu Kristo, hawaoni chochote, lakini kipofu aliona. Huyu kipofu atakuwa shahidi dhidi yako kakaangu. Kipofu atasimama dhidi yako, atakuuliza nianza au kuona wewe? Ulisikia wapi watu wanaponya vipofu wewe? Ulisikia wapi watu wa ukoma wanaponya wewe? Ulisikia wapi wewe? Huyu kipofu wa vipofu atasimama kama mashahidi dhidi yako. Watakuuliza wewe, unasema umeona utukufu katika sijui nabii mgani, usijui umeona utukufu katika mtume mgani, na ukakosa kuona utukufu katika mwana wa Mungu. Ulikosa aje? Unasema umeona utukufu katika rais, unasema umeona utukufu katika mfalme, unasema umeona utukufu katika sijui mtume mgani huyo, na umekosa kuona utukufu katika mwana wa Mungu. Nini shida na wewe? Huyu kipofu atakuuliza, wewe shida ni nini na wewe? Ulikosa aje kuona? Mimi ni kipofu na niliona. Mimi ni kipofu na nilitambua huyu ni mwana wa Daudi. Mimi ni kipofu na nilijua huyu ni mwana wa Mungu. Mimi ni kipofu na nilijua huyu ni Mwokozi. Ulikosa aje kuona? Wengine wanaambiwa mtume wetu ndio wa mwisho, mtume wetu ndio ametimiza yote ambayo Mungu alikuwa amesema kabla. Mambo gani yeye alisema kabla? Hebu niambie, umeyasoma katika kitabu gani? Ulielezwa katika kitabu gani? Hebu nionyeshe huo unabii uko wapi? Huo unabii hauko, ulidanganywa, umeharibiwa. Basi umejuaje alitimiza? Umejuaje ametimiza chochote? Anaweza kutimiza kitu ambacho hakiko. Anaweza kutimiza kitu ambacho hakiko. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la. Mimi ninaweza kukuambia kwamba Yesu Kristo ametimiza kitu. Ninaweza kukutolea unabii ambao ulikuwa miaka 700 kabla ya Yesu kutembea, na Yesu akaja akaitimiza. Ndio maana hawa vipofu wanaona Yesu Kristo, wanasikia habari zake, na wanaweza kujua bila hata kufunzwa, bila hata kuambiwa na mwalimu. Wanajua huyu ndio Masia, kwa sababu wanajua maandiko, kwa sababu wanajua unabii. Mwingine anakuja ananiambia, niko na mtume hapa ametimiza unabii. Unabii gani ametimiza? Unabii upi? Niletee nisome, niletee nione. Ananiambia unabii uko katika Torati. Nipe hiyo Torati niisome. Mimi Torati naijua na iko hapa, na hii Torati ambayo iko hapa inazungumza kuhusu mwanakondoo ambaye lazima afe ili watu wasamehewe dhambi, na huyo mwanakondoo ambaye ametimiza, mwanakondoo safi, Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Naweza kuonyesha vile ambavyo Yesu Kristo ametimiza Torati ambayo imeandikwa miaka kuzidi 1000 kabla yeye kutembea ulimwenguni. Ninaweza kukuonyesha hata wanahistoria wanatambua hicho ni kitabu cha kihistoria. Ninaweza kukuonyesha jinsi ambavyo Yesu Kristo ametimiza unabii. Wewe unaniambia mtume ndio ametimiza unabii, mtume ndio wa mwisho. Mimi nakuuliza, ametimiza nini? Ametimiza nini? Nionyeshe nitambue. Yesu Kristo ametimiza ukweli wa maandiko. Ndio maana vipofu wanamtambua kama mwana wa Mungu. Ndio maana vipofu wanatambua nafsi yake. Ndio maana vipofu wana nguvu ya kumlilia hawahurumiwi. Ndio maana wana nguvu, hawezi kunyamazishwa na mtu, hawanyamazishwi na yeyote. Hakuna anayeweza kunyamazisha vipofu. Wamesema tutalia hadi Yesu akusikie. Tutalia hadi Yesu akusikie. Nani hapa atamlilia Yesu hapa siku ya leo? Nani atamlilia Yesu kama vipofu hawa? Nani atamlilia Yesu kama vipofu hawa?
Nani ataona kwamba Yesu pekee ndiye anayeokoa? Naye atakayeona kwamba hakuna wokovu nje ya Yesu Kristo mwana wa Mungu? Nani atakayeona kwamba hakuna wokovu nje ya nuru ya ulimwengu ambao ni Yesu Kristo mwana wa Mungu? Nani? Na kuhakikishia watu hawamlilii Bwana wa mabwana, watu hawamlilii mwana wa Mungu kwa sababu wametosheka katika upofu wao. Wametosheka katika upofu wao. Hawataki kuona, wanasisitiza upofu wao, wanataka kubaki katika upofu wao. Hata neno la Mungu lije aje kama hata neno la Mungu lije aje kama mshale, hataki kuamini, hataki kuabudu, hataki kunyenyekea. Neno la Mungu linamfunulia dhambi yake, hataki kukubali. Neno la Mungu linamfunulia ubatili na ubure wa juhudi zake, hataki kuamini. Neno la Mungu linamfunulia uovu wa juhudi zake, hataki kuamini. Neno la Mungu linamfunulia kwamba juhudi zake hazitamwokoa, anakimbilia kuzifanya. Ametosheka katika upofu wake, ametosheka katika upofu wake. Anasisitiza kwamba ninaona Yesu ni nabii tu, Yesu ni nabii tu, si mwana wa Mungu. Sihitaji kuabudu Yesu, sihitaji kuabudu mwana wa Mungu. Hataki kuona. Hata Yesu angesimama mbele yake katika utukufu wake, angejiziba macho. Hataki kuona. Neno la Mungu linamfunulia mambo ambayo hayangeweza kuingia katika akili ya Bwana. Oh, ni nabii tu, ni mtume. Yeye na yeye pekee ndio njia yako ya wokovu na kuhakikishia. Yeye na yeye pekee ndiye ambaye anaweza kukuosha kutoka dhambi yako. Yeye na yeye pekee ndiye ambaye anaweza kukupatanisha na Bwana. Yeye na yeye pekee unayemwita mtume pekee. Mungu, tunaomba kwamba utafanya watu hapa kuwafunua macho yao ili waone utukufu wa Yesu Kristo. Hiyo ndio tunalilia hapa, kwamba watu watafunuliwa waone utukufu wa Yesu Kristo, ili wapate kujikagua, waone kwamba wao ni bure na wanahitaji usaidizi. Wanahitaji usaidizi, wanahitaji kuoshwa, wanahitaji kupona, wanahitaji kuokolewa, wanahitaji kukombolewa, na inapatikana pekee katika Yesu Kristo. Mwenye dhambi wewe na kuita ujikague, ujione, uone kwamba unamhitaji Yesu, uone kwamba unahitaji usaidizi ambao unapatikana pekee katika damu yake, ambao uone kwamba uone utukufu wa neema ya Bwana, uone utukufu wa neema ya Mungu, kwamba amemtoa mwana wake wa pekee ili upate kuokolewa, ili upate kukubaliwa naye, ili upate kuoshwa, ili upate kutakaswa, ili upate kusafishwa, ili upate kukubaliwa naye. Upate kuona utukufu wa mwana wa Mungu na upate kuokolewa. Mwenyezi Mungu wa milele, asante sana Mungu wangu kwa huu fursa ambayo umetujalia kusimama mbele ya binadamu wenzetu
wengi ambao Mungu Baba wanaangamia, wengi ambao Mungu Baba wanaangamia katika kutomjua mwana wako, wengi ambao wanaangamia kwa sababu hawajui neno lako, wengi ambao wanaangamia katika mioyo yao migumu Mungu Baba, ambayo imejawa na uongo Mungu Baba, na wanadanganywa na wanadanganyana Mungu wangu. Asante Mungu Baba kwamba umefungua fursa na umefungua njia Mungu Baba, ili injili yako ipate kutangazwa hapa miongoni mwao Mungu Baba. Na Mungu Baba, sio miongoni mwao peke yake, lakini kuna wengi pia Mungu Baba ambao wanafikiria kwamba wamepata kukujua, wanafikiria kwamba wamepata kumjua mwana wako, lakini wanajidanganya. Imani yao si imani ya kweli, imani yao si imani inayookoa. Na Mungu Baba, nakushukuru kwamba umetuleta hapa pia ili tuwahubirie kuhusu huyu Yesu Kristo mwana wako Mungu wangu. Mungu wangu, ni ombi langu kwamba utatumia neno lako takatifu Mungu wangu, kwamba utachukua neno lako takatifu Mungu wangu, na ufunue mioyo ya watu, na ufunue mioyo ya wengi Mungu Baba, uwafunue ili wapate kujiona, ili wapate kuona ugonjwa wao, ili wapate kuona udhaifu wao, ili wapate kuona jinsi ambavyo wanahitaji kuokolewa, ili wapate kuona jinsi ambavyo wanamhitaji Yesu Kristo. Nakushukuru na nakutukuza kwa sababu unatusikia. Nakushukuru na kutukuza hata kwa hii fursa ambayo umetupa, hata kwa hii nguvu ambayo umetujalia kuhubiri. Asante Mungu wangu, najua kwamba ni kwa uwezo wako na uwezo wako peke yake. Naombea wale wote ambao wamepata kuweza kusikia hata kipengele kidogo Mungu Baba cha mahubiri haya, kwamba Mungu Baba, wewe ni Mungu wa maajabu, wewe ni Mungu unayestaajabisha, kwamba utafanya maajabu Mungu Baba ukitumia neno lako. Nakushukuru na nakutukuza Mwenyezi wa milele. Naomba haya yote katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye mwana wako na mkombozi wetu. Amen.